Haleluya, haleluya, haleluya. Na wasalimu kwa jina la Bwana yetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema, kwa nguvu na amani na pumzi ambayo ameweka ndani yetu. Napenda kwa siku ya leo nizungumze nanyi yale mawili machache ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Watu wengi wamekuwa na maswali mengi katika maisha, mengi yamekosa majibu. Tukiangalia katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka wa 21. Biblia inasema, hata alipokuwa akitoka kwenda mjini, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri zote: usiibe, usiue, usizini, usishuhudie uongo, usidanganye. Waheshimu baba yako na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu." Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Amina. Maswali ya maisha, maswali kuhusu Mungu hayakuanzia leo. Kabla ya Yesu, watu walikuwa na maswali mengi sana. Alipokuja Yesu, watu walikuwa na maswali mengi sana. Hata tukiona hapa, huyu kijana alikuwa ni mtu ambaye amefanikiwa kimaisha. Biblia inasema alikuwa na mali nyingi sana, lakini alikuwa na maswali ambayo hayana majibu. Nifanyeje ili niweze kuurithi, kuona ufalme wa Mungu? Lakini pia Yesu alisema, nimekuja kuleta ufalme wa Mungu. Maswali namna hii yamekuwa yakikaa katika mioyo ya watu, wakitafuta kila namna, jinsi ya kumjua Mungu. Uzima wa milele, nitapateje uzima wa milele? Tukirudi nyuma katika kuumbwa kwa ulimwengu, katika bustani ya Eden, Biblia inasema kulikuwa kuna mti miwili katikati ya bustani, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa jema na baya. Mti wa uzima ulikuwa una uwezo wa kutoa uzima wa milele, kukupa uzima wa milele. Kwa hiyo matamanio ya mwanadamu na maswali ya mwanadamu bado yanakuwa katika uzima wa milele. Na kwa sababu mwanadamu alichagua kula tunda la ujuzi wa jema na baya, matokeo
yake yakawa ni mabaya na anguko kubwa. Hii imesababisha kuwa na upungufu katika maisha ya mwanadamu na kupoteza thamani ya maisha ambayo mwanadamu alistahili aishi. Ndipo maswali yanazidi kuongezeka, kwa sababu mwanadamu alitengenezwa na Mungu kumtegemea Mungu. Maisha ya mwanadamu nje ya Mungu ni kifo, na kifo hakisatisfy. Tunakuwa tuna haja kubwa sana ndani yetu ya uzima wa milele, kwa sababu ndivyo tulivyoumbwa na Mungu. Tumejaribu kujiridhisha na maisha ya nje ya uwepo wa Mungu, nje ya kuwa karibu na uzima wa milele. Upotovu wa Adamu na Eva walipodanganywa na Shetani kwa matamanio ya kuwa kama Mungu na kutojitambua kuwa waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Walipolitazama lile tunda wakaliona linafaa kwa chakula, ni nzuri na linaweza kukufanya uwe na maarifa. Hapo ndipo anguko likatokea. Kuishi kwa kutimiza sheria. Tunaangalia huyu kijana aliyemfuata Yesu alikuwa ameweza kutimiza sheria, ameweza kutimiza amri zote ambazo zilitolewa katika kitabu cha Musa, na hakudanganya, kwa sababu Yesu alimkazia macho, akamtazama kwa umakini, akagundua kuwa ni kweli huyu kijana alikuwa amezishika zile amri, sio kuzishika tu, kuzitimiza. Na Biblia imekuwa faithful kutuambia kuwa Yesu alimpenda, lakini alikuwa amepungukiwa na neno moja tu. Kwa hiyo upungufu katika maisha ya mwanadamu unatokana na neno moja tu. Neno moja tu. Alimwambia, nenda ukauze mali zako zote uwape maskini, kisha unifuate. Ili neno halipo katika kuuza mali na kuwapa maskini. Neno ambalo amepungukiwa. Taarifa, neno ni taarifa, taarifa ambayo yeye amepungukiwa. Alikuwa na taarifa na maneno mengi ya sheria ya amri ambazo tumeona zimeandikwa hapo: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usiseme uongo, waheshimu na kuwapenda wazazi wako. Haya ni maneno ambayo yalitoka kwa Mungu kupitia Musa. Kwa ajili ya kumuandaa mwanadamu na utakaso, aishi maisha ya kumpendeza, utakaso, ondoleo la dhambi, asiwe na dhambi katika maisha yake. Lakini neno lililopungua ni kumfuata Yesu. Biblia inasema kwamba, tukiangalia Yohana 10:10, mwizi haji ili auwe, aharibu, lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe na uzima tele. Kumfuata Yesu ni kuwa na uzima tele. Haijalishi umeishi maisha namna gani, haijalishi wewe ni maskini au tajiri, kama maisha yako umeshindwa kumfuata Yesu, hauna uzima wa milele. Haijalishi unasali kanisa gani,
unasali dhehebu gani au uko chini ya mchungaji gani. Au jalishi unapitia faraja au unapitia shida, au jalishi una huzuni au una uchungu, kama haumfuati Yesu, hauna uzima wa milele. Uzima wa milele ni Yesu Kristo mwenyewe, na yeye ni neno, yeye ni taa, nuru ya ulimwengu, yeye ni uzima wa milele. Tukiangalia katika eternity past, Adam na Eva, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa jema na baya. Mti wa ujuzi na jema na baya, kwa lugha nyingine unaweza kusema ni mti wa kipi kizuri au kipi kibaya. Mwanadamu amekuwa ameishi na akifanya maamuzi katika maisha yake, akipima, anakuwa na mzani wa kupima kipi sahihi au kipi sahihi. Nifanye hiki, nitakosea; nikifanya hiki, nitapatia. Tunaona njia ya maisha ya namna hii ni upotovu. Ukiangalia kwa macho, inakupa maarifa kama ilivyoandikwa, it was good, na inafanya mtu awe na maarifa. Lakini maarifa ya mwanadamu ni upotovu kwa Mungu. Tukiishi maisha ya kuongozwa na sheria, maisha ya kuchagua kipi kibaya, kipi kizuri, right and wrong, ni maisha ya upotovu. Mwanadamu anatakiwa aishi kwa kumfuata Yesu. Kila neno ambalo Yesu amesema, lililoandikwa na lisiloandikwa. Na neno lisiloandikwa kupitia Roho Mtakatifu, ambaye ni timilisho la Yesu Kristo katika maisha yetu. Na Yesu pia ambaye ni ufunuo wa Mungu katika maisha yetu. Kupitia Roho Mtakatifu tunapata uzima kwa kumsikia kila siku kile ambacho anasema na nini anataka tufanye. Lakini tukiishi kwa kupima kipi sahihi, kipi sio sahihi, tunafanya maamuzi kwa kuangalia kipi bora na kipi si bora, bila kusikia sauti ya Mungu, inakuwa ni upotovu na ni ubatili. Hata tukiangalia maisha ya Solomon, alikuwa ni mtu ambaye amefanikiwa kuliko mwanadamu mwingine yoyote duniani. Alikuwa na mali nyingi, alikuwa na ufalme mkubwa ulioendelea, alikuwa na wanawake wengi sana, alikuwa na hekima nyingi. Lakini vyote alikuja kusema ni ubatili. Ubatili kwa sababu maisha ya mwanadamu yaliumbwa ili kumbeba Mungu ndani yake. Usipokuwa na Mungu, usipokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, yeye ambaye anakupa uzima, neno lake ni uzima kwako, maisha yako yatakuwa ubatili. Haijalishi una watoto wangapi, haijalishi una mume wa namna gani, haijalishi una mali namna gani, haijalishi una umaskini wa namna gani. Siku ya leo ningependa uangalie maisha yako. Angalia matunda ya maisha yako, kwa sababu roho inatambulika kwa matunda: upendo, utu wema, ukarimu. Maneno yako pia yanakuwa ni ya baraka, ili kujua unabeba roho ya namna gani ndani yako. Una roho wa Mungu, unasikia sauti ya Mungu,
Na pia umuombe Mungu neema na rehema na hekima ili uweze kuishi kumfuata Yesu ambaye yeye ni uzima wa milele, na kusikia sauti yake katika kile ambacho anasema. Tukiangalia maisha ya Ibrahim, tunajua kwamba kuua ni dhambi. Hata kwa maana hiyo, kumtoa sadaka mwanaye wa pekee Isaac kwa kumuua, kwa maisha ya mwanadamu, kwa sheria ni dhambi. Lakini Mungu alimwambia, nataka unitolee mwanao wa pekee umpendaye sadaka kwangu. Abraham aliishi kwa imani, hakuishi kwa sheria. Angefuata sheria, wokovu wa mwanadamu ulikuwa ni wa shida sana. Wokovu wa mwanadamu ungekuwa una vipingamizi. Lakini tumepotea wokovu kwa imani. Tumekuwa watoto wa Ibrahim kwa sababu yeye aliishi kwa kufuata uzima wa milele, kusikiliza neno lile ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu kila siku. Hakufuata sheria. Hakuangalia kipi ni baya, kipi ni kizuri. Watu watanifikiriaje katika hili? Nikitoa mwanangu sadaka nitaonekana vipi? Nimuue mwanangu mwenyewe? Kwanza si kitu bora, kwa sababu tunaona hata hapo mwanzo Kaini alipomuua Abel alipata hukumu yake. Kwa hiyo kuua ni dhambi. Lakini tunatakiwa tuishi kwa imani, tuishi kwa kumsikia Yesu, kusikia sauti ya Mungu anasemaje katika wakati huo. Kuna maneno yaliyoandikwa katika Biblia. Kuna maneno ambayo Mungu anazungumza kila siku. We have to find a position kuweza kusikia Mungu anasemaje siku ya leo, anasemaje mwezi huu, anasemaje katika msimu huu. Maandiko ni mazuri, lakini maandiko yamewekwa ili kuweza kututakasa na kuweza kujichunguza sisi wanadamu na kujiweka katika position, katika nafasi ambayo tunaweza kumsikia Mungu anasema nini. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na anawasikiliza wale walikuwa watakatifu, na hawezi kutenga mbali sikio lake kutoka kwa watakatifu wenye haki. Ibrahim alihesabiwa haki kwa sababu ya imani. If you believe, ukashika sheria ya Mungu kwa kujitakasa kabisa. Sheria ilikuwa kwa kujitakasa kabisa, lakini uzima wa milele ni kumfuata Yesu Kristo, kusikia sauti ya Mungu anasemaje na kuamini na kutekeleza kile ambacho Mungu anasema. Amina. Nawatakia siku njema. Bwana Mungu wa majeshi awatangulie katika shughuli zenu, awabariki na awape amani katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.